Watu takribani 14 wamepoteza maisha katika ajali ya moto iliyotokea usiku wa kuamkia leo katika eneo la Funu mjini Bukavu, mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na burgomestre wa eneo hilo, idadi ya vifo bado ni ya muda na huenda ikaongezeka kwani shughuli za uokoaji bado zinaendelea. Tukio hilo lilitokea karibu na kanisa la Funu Nuru kwenye barabara ya maendeleo katika mtaa wa Mosala, ambako moto ulizuka ghafla wakati wakazi wakiwa wamelala. Chanzo cha moto hakijajulikana hadi kwa sasa. Asubuhi ya leo, hali ya simanzi na majonzi ilitanda eneo la tukio, huko vikosi vya uokoaji vikiendelea kuchunguza mabaki ya nyumba zilizoteketea na kutafuta miili au manusura zaidi. Tukio hili limejiri muda mfupi baada ya moto mwingine mkubwa kutokea huko Lugushwa, sehemu za tarafa la Mwenga, ambako nyumba zaidi ya 400 ziliteketea kwa moto. Wimbi jipya la ukosefu wa usalama limetikisa jiji la Kalemi lililoko katika mkoa wa Tanganyika usiku wa kuamkia Jumapili 26 Oktoba mwaka 2025. Majambazi wenye silaha walivamia nyumba kadhaa katika mtaa wa Josefu ulioko katika eneo la Lukuga. Waliiba mali za samani, fedha nyingi, na kuwaacha wakazi wakiwa wamejeruhiwa na wakiwa na mshtuko mkubwa. Majira ya saa 8 usiku nilisikia sauti za miguu. Nilipotazama dirishani, niliwaona watu 7 wakiwa wamevalia sare za kijeshi na vijana 8. Tulipoanza kupiga kelele, walivunja mlango wakaingia ndani, wakanipiga kichwani kwa nyundo. Nimejeruhiwa, alisema mmoja wa wasirika akiwa kitandani hospitalini. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, majambazi walitekeleza uhalifu huo bila hofu, kwani hakukuwa na uingiliaji wowote kutoka kwa vyombo vya usalama. Hali hii imezua hasira na mshtuko mkubwa miongoni mwa wakazi wa Kalemi. Nata Mugisho, mratibu wa mkoa wa shirika la kirahia Umoja ni Nguvu, alilahani uzembe wa mamlaka za eneo hilo. Angalau nyumba 8 zimevamiwa kati ya 7 usiku hadi saa 10 asubuhi. Risasi zilisikika kwa saa kadhaa bila majibu yoyote. Tunatarajia nini tena kutoka kwa wanabunge wetu na viongozi kama matukio kama haya yanaendelea na wao wanabakia kimya? Kwa sasa wakazi wa mtaa wa Josefu wanatoa wito wa kuimarishwa kwa doria za usiku na uchunguzi wa kina ili kubaini wahalifu waliohusika katika mashambulizi haya ambayo yameleta hofu kubwa mjini Kalemi. Pia mnara ambao unaokuwa meteo ndio huu unauona, pamoja na viongozi wengi sana kabisa mnawaona. Hapa tunaendelea kabisa kwa kugomboa uwanja wa ndege wa Kavumu, kugomboa mji wa Bukavu, fasi zozote zile. Majeshi haya yote unayoyaona hapa ni Chivanga. Hapa ni Chivanga. Unaona namna gani majeshi yanakuja kwa wingi, naenda kufanya ramforo ili tukamate Kavumu, Bukavu, nafasi zote. Angalia namna gani mambo yanaendelea na wanajeshi wanapita kwa wingi sana.
Hata kamanda mkubwa yeye mwenyewe anasema, angalia, kamanda anasema inabidi kuchukua mji wa Kavumu, mji wa Kavumu. Na mimi General Simba za Milimani nikiwemo. Kavumu kabisa inabidi ichukuliwe na mji mkuu wa Bukavu, na wale maadui watatukimbia, watajua mambo namna gani inafanyika. Angalia, leo ikiwa siku ya kwanza tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, majeshi haya yote yanashuka yakienda kubomoa vibambazi vyote. Tangu jana siku ya Mungu tarehe 12 ya mwezi wa 10 na mwaka huu tuliweza kukamata Chivanga. Majeshi mengine yanakuja kutoka Uvira, kutoka Walikale, kutoka huku na kule, na ndio maana unayaona haya majeshi. Kiongozi mwenyewe ambao namuona hapo, huyu ndiye Kifuafua ambao namuona anashuka. Kiongozi mkubwa huyo sana. Huyo anasisitiza kwamba inabidi Bukavu ianguke na aeroporo ya Kavumu. Yanasema waangalie kijana ambaye anamsindikiza. Kijana wanamsindikiza. Mlolongo wa majeshi makubwa sana. Majeshi makubwa sana yakishuka. Hapa ni Generale Bwale Hamakombo pamoja na Kifuafua, pamoja na Simba za Milimani, pamoja na wengineo wanajeshi hao bwana. Na kuambia kwamba majeshi haya ambayo yameanza kushuka yanaenda kugomboa Kavumu Bukavu hadi kieleweke. Na hiyo nakwambia hadi kieleweke kabisa. Unaona mlolongo namna gani unapita. General Hamakombo David pamoja na mtoto wake General Simba za Milimani pamoja na Kifuafua, hao ndio unawaona wakifanya mambo namna gani inavyoendelea. Hiyo mlolongo yote unayoiona bwana. Na mimi najua kwamba tu pamoja na ninyi nyote bwana. Sawa kabisa.